Mgogoro mkubwa ambao shetani aliuanzisha mbinguni ilikuwa ni kukataa amri za Mungu. Kwa hiyo leo tunaendelea tena na katika kipindi hiki ili kujua tunapozungumza amri za Mungu tuna maana gani. Ni mkaribishe mnenaji hapa aweze kutujuza yaliyo mbele yetu. Tumishi, habari za tangu kipindi kilichopita? Nashukuru Bwana, tuko salama. Ndio. Na Bwana ameweza kutuhifadhi. Tumekuwa na muda mzuri wa kuweza kupumzika na kutafakari yale ambayo tumejifunza kwenye vipindi vilivyotangulia, nikiamini ya kwamba yule ambaye amefuatilia vipindi vya kwanza amejifunza jambo. Katika lugha ya Kiswahili kuna mimi ndiye na pungukio msamiati. Ninapotumia lugha ya kumaanisha ya kwamba tumeelewa, kwa utumiaji wa sentensi hiyo ama neno hilo na maanisha ya kwamba understand, kwa maana nyingine ya kwamba umepata picha ya maelezo yaliyopeanwa, ila sio lazima ukayakubali. Ni sawa. Kwa hiyo nikitumia sentensi kwamba tumeelewana au tumeelewa, simaanishi ya kwamba tunamvuta msikilizaji kwamba tukubaliane sasa, tunamlazimisha aweke tiki kwamba kiliyoyasema ndiyo sawa. Kwa kifupi, swali hilo linapoulizwa ni kujua, je, mapito tuliyoyapita mpaka mahali tulipofika, je, tumeelewa au hatujafanya nini? Hatujaelewa. Understanding ni nzuri kwa ajili ya kufanya uamuzi wa kupokea jambo au tulipokea jambo. Kwa hiyo najifunza kupatia watu pia uhuru wa kuweza kutafakari jambo. Kwa hiyo katika vipindi ambavyo vimetangulia, ni tumaini langu kama kuna mtu ambaye amejifunza jambo, na ikiwa kuna mtu ambaye atakuwa na swali, basi una nafasi ya kuweza kuuliza swali kwenye studio, lakini pia tuchukue muda mrefu kutafakari jambo na kulipima, na baada ya hapo kufanya uamuzi wa kipekee kwa nafasi ambayo mtu atakuwa nayo. Bila ziada, nafikiri kwamba leo nafasi ambayo tutakuwa nayo, ambayo Bwana ameweza kutubariki nayo, ni kuzungumzia amri. Na jana tulipokuwa katika majifunzo au siku zilizotangulia, tulijifunza kuhusu pambano kuu, na tukajua pambano kuu maanake nini, chanzo chake na msingi wake, na tukaweza kuelewa ya kwamba tunapozungumzia pambano kuu ni mgogoro wa maneno. Tukapata maneno kuhusu kweli na udanganyifu, nuru na giza. Tukapata ni giza na udanganyifu kuhusu Mungu, na hasa kuhusu tabia yake. Tukaingia kwenye kipengele cha sheria. Baada ya hapo tukakomea hapo. Kwa hivyo katika majifunzo ambayo tutakuwa nayo kwenye kipindi cha wakati huu, tunaenda kuzungumzia kipengele cha sheria na mchango ambao sheria na mitazamo ya sheria itakuwa nayo katika nini, katika controversy hii au katika pambano hili. Kwa hivyo bila kuongeza mengi, nafikiri tunaweza ona mahali tunapoingilia katika majifunzo yetu. Okay. Kwa hiyo shindano kubwa mbinguni ilikuwa ni juu ya sheria ya Mungu. Kwa hivyo basi ni vigumu kusema kwamba wakati ule sheria inateremshwa pale Sinai, ndipo ilikuwa kwa mara ya kwanza Mungu akiwa amekabidhi viumbe wake sheria. Kwa kuwa tumeona kwamba kiini kabisa cha mgogoro kule mbinguni, kilichofanya Lucifer akashuka hapa, maandiko yanasema aliasi sheria ya Mungu. Kwa hiyo Mungu kuwapa viumbe wake sheria haikuanzia pale mlima Sinai, isipokuwa, nitumie lugha ya ndugu yetu hapa wanayetumia wa Kenya, isipokuwa Mungu anapeanwa zile sheria kwa sababu katika sehemu ya kwanza, in the first place, sisi tulipoteza uwezo wa kujua sheria ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo tunalazimika kujifunza ikiwa imeandikwa
katika makaratasi na mawe, lakini awali ilikuwa imeandikwa ndani. Hivyo ndivyo maandiko yanavyotuambia. Sasa kama kwa wanadamu wa Edeni hawakuwa na mbao mbili za mawe, sawa, na wala karatasi zilizoandikwa sheria, kwa wale tu waliokuwa Edeni. Unaona? Je, vipi kwa wakazi wenye akili zaidi wa mbinguni? Tutaendelea mbele hapa, nafikiri tutaelewa kitu katika mada yetu ya leo. Sasa kabla tujaweza kuangalia mtazamo wa kwamba wenyeji wa mbinguni walipokuwa katika makazi yao ya kwanza kulikuwa na sheria zilizokuwa zimeandikwa kwenye mbao au kwenye karatasi au kwenye kuta za mbinguni au kwenye milango ya mbinguni kama vile ambavyo Waisraeli walivyokuwa wanafanya. Itakuwa ni vizuri tukiingia taratibu kuangalia kwanza sheria tunazungumza kitu gani. Na kwa hiyo ningelipenda basi tuweze kuingia katika somo hilo kwa kupitia ombi. Sawa. Na baada ya hapo tutaweza kuingia katika majifunzo mfululizo. Baba, tunaye kuabudu na tupenda na kushukuru kwa maana nafasi hii njema. Tunapoingia katika majifunzo, tuombe uzungumze nasi, tuelekeze, tufunze, tuelimishe, fungua fahamu zetu, utuelekeze kupitia Roho Mtakatifu. Ndiposa sisi ambao tunajifunza kupitia mitandao hii tuweze kupewa neema ya kuweza kubaini kweli na kuitenganisha na giza. Tuombe ya kwamba uweze kutuongoza kwa njia ya kipekee. Haya tuombe kwa Kristo aliye Bwana mwombezi wetu. Amen. Amina. Sasa kipengele cha sheria ni kitu ambacho katika dini ya Wakristo hasa inaleta mvutano. Ni kitu ambacho kinaleta mvutano. Na hasa mtu anapojua wewe ni msabato, mtu huwa mara moja nafikiria ya kwamba unalenga kumsukumia swali la nini? La utunzaji wa siku ya Sabato. Ila kuna dini nyingi ambazo zina sheria. Waislamu wana sheria, si ndio? Wahindu wana sheria. Ni katikati tu ya Wakristo ndiposa kuna mvutano wa nini? Wa sheria. Ila wakati mwingine nafikiri tunaweza kuwa tunavutana kuhusu jambo bila kujua kiini na chanzo cha jambo lenyewe. Kwa hiyo ningelipenda kwanza kabisa tuweze kuwakaribisha kila mtu, haijalishi dhehebu, haijalishi dini, tuweze kuzungumzia jambo hili kwa upana wake, lakini pia kila mmoja akiwa na uhuru wa nini? Wa kuweza kuamua kivyake au kwa uwezo wake alio nao. Ni dhahiri kama tunaishi katika ulimwengu huu wa falme, ulimwengu ambao mataifa yanajitawala, kuweza kujua ya kwamba hamna ulimwengu wowote ambao hauna nini? Hauna sheria. Sheria za binadamu zipo. Sawa? Kwa hivyo hakuna nchi yoyote au taifa lolote ambalo wanaweza kuwa kadai ya kwamba wao wanaishi tu wanajiongoza na dhamiri ya mtu anavyotaka, lakini wana constitutions ambazo zinawaongoza. Hiyo ni kipengele ambacho kila mmoja anafahamu. Taifa haliwezi kuwa taifa au serikali haiwezi kuwa serikali kama haina kipengele kinachokuwa sheria ya nchi hiyo. In fact, mipaka ya nchi, tabia za nchi, desturi za nchi kwa asilimia kubwa huwa zinatafsiriwa na kukaa defined na kinachoitwa nini? Sheria. Ila tunapotumia mfano huo pia tuko katika hali ya hatari. Sababu katika mgogoro tulipata jana au katika vipindi vilivyotangulia tukijifunza kwamba mgogoro kuhusu tabia ya Mungu tulipata ni kwamba Shetani alimvisha Mungu tabia ya wanadamu na akamvisha Mungu tabia ya Shetani. Kwa hiyo ukifuata mtindo wa binadamu pia inaweza kuwa ni katika hatari kuweza kutumia mfumo huo kuwakilisha sheria ya Mungu au serikali yake. Maanake tabia zetu na serikali zetu zina aksi tu kinachoitwa mienendo na mawazo yetu na tabia zetu zilivyo. Na tabia zetu tayari ni tabia za ubinafsi, ni tabia za nini? Tabia za dhambi. Mpaka pale nafikiri inakuwa ni point ya msingi kuweza kufahamu hilo. Now, tunapozungumzia kuhusu sheria ya Mungu, kabla tujaingia katika kuangalia sheria iliyokuwepo pale mbinguni ambayo Shetani aliweza kuiasi ilikuwa ni kitu gani? Na itakuwa ni vizuri baadaye pia tukijiuliza swali, uasi ni kitu gani? Ni nini hasa tunapozungumzia dhambi?
Kwa hiyo kwanza kabisa ningelipenda msomaji wa ndugu uweze kunifungulia kitabu cha Methali kama sijakosea, Methali 13 mstari wa 14. Methali 13 mstari wa 14. Methali 13:14. Methali 13:14 inasema hivi. Sheria ya mwenye akili ni chemichemi ya uzima ili kuepukana na tanzi za mauti. Kwa hiyo tunapata hapa sentensi kutoka kwenye Biblia ambayo inatuambia kwamba sheria ya yule aliye na akili ni chemichemi ya uzima. Alafu ni chombo ambacho kinamwepusha yule mtu mnyoofu kuepukana na tanzi za nini? Za mauti. Kwa njia nyingine, kitu ambacho kinakuepushana na mauti au kinachokuepusha na mauti, jambo ama kitu chenyewe hakiwezi kuwa bado kina nini? Kina mauti ndani yake. Kama kinakuepusha na mauti, then hakiwezi kuwa chanzo cha mauti wakati mmoja. Yaani maandiko yanasema ya kwamba chemichemi haiwezi kuwa inatoa kwenye jicho moja, haiwezi kuwa na chemichemi mbili. Kwenye jicho moja haiwezi kuwa inatoa maji machungu na maji matamu kwa wakati mmoja. Kwa hiyo ikiwa sheria ni chemichemi ya uzima hivyo ambavyo imesema, basi at the same time au kwa wakati huo mmoja haiwezi kuwa pia ni chemichemi ya mauti, bali ni chemichemi inao kuepusha na mauti. Kwa maana nyingine, ukiwa na uzima umeepuka nini? Umeepuka mauti. Kwa hivyo mtu aliye katika hatari ya mauti alichokikosa ni kitu gani? Ni uzima. Sasa je, sheria inapozungumziwa ya kwamba ni chemichemi ya uzima, inamaanisha ya kwamba sheria ndio inayopeana uzima au sheria ndiyo uzima? Hiyo ni kipengele ambacho ningependa tuweze kukiangalia. Mpaka pale tumepata vizuri. Kuna sentensi moja tuliyoangalia jana kwenye kitabu cha Wagalatia, ningependa tuirudie tena. Kwenye kitabu cha Wagalatia 5 mstari wa 14, ambayo itakuwa inasema kwa njia fupi ya kwamba sio hiyo. Ni Wagalatia kama sijakosea 3. Wagalatia ilikuwa 3. Wagalatia 3:21 ya kwamba ilikuwa inazungumzia kuhusu zile ahadi ambazo Mungu alikuwa amezipeana kwa anayeitwa Abraham. Wagalatia 3:21. Utapata kwa muhtasari ya kwamba ni swali ambalo Paulo analiuliza. Anauliza ya kwamba je, amri ya Mungu huwa inaenda kinyume na ahadi zake? Alafu anasema hapana, hiyo haiwezekani. Basi je, Torati haipatani na ahadi za Mungu? Hasha. Kwa kuwa kama ingalitolewa sheria iwezayo kuhuisha, yakini haki ingalipatikana kwa sheria. Sasa hiyo sentensi ya kwamba je, ingelikuwa kwamba kuna sheria ambayo ingeweza kuhuisha, basi haki ingepatikana kwa nini? Kwa sheria. Kumaanisha kuhuisha mtu ni sawasawa na kumpa mtu nini? Haki. Sawa? Kwa hiyo ikiwa kungekuwa na sheria yoyote ambayo ingeuisha mtu, basi sheria hiyo ingekuwa na uwezo wa kupatia mtu haki. Sasa sentensi hii wakati mwingi unapoisoma inawezekana ya kwamba ikatumiwa na nadharia ya kwamba basi sheria haifai kwenye kupatia mtu haki, hata haina shughuli na mambo ya haki. Basi wengine wanaweza itumia hiyo wakasema ya kwamba basi sheria ya Mungu basi haina nafasi katika mtu ambaye anapokea haki ya imani au haki kwa imani. Au walio chini ya neema basi hawahitaji nini? Wanahitaji sheria. Ila ningelipenda sasa tujiulize swali. Katika mgogoro wa pambano kuu tulipata ya kwamba shetani anatumia uongo, na yeye wakati mwingi huwa anapenda kuongoza wanadamu kufanya uamuzi bila kutumia nadharia, bila kutumia mantiki, reason. Kwa maana yeye huwa hana ushahidi kwenye sehemu yake. Kile anachotamani zaidi ni kulaza akili za binadamu wasitumie nini? Situmie akili. Kwa tutumie akili hapa sasa. Biblia haijichanganya na wala haijipingi. Kwa hivyo katika sehemu yoyote unaposoma neno lazima ukusanye kila andiko linalohusu jambo, ndiposa baada ya hapo ukafanya uamuzi kuhusu jambo. Bali hauwezi chukua kipengele kimoja ukakichukua ukakimbia nacho ukafanya uamuzi kuhusu somo la dini, hasa kwenye maandiko ya Biblia. Ukifanya hivyo utakuwa umekosea na utakuwa unatumia Biblia visivyo. Sasa hapa kwenye Wagalatia tunaambiwa ya kwamba sheria haina uwezo wa kuhuisha. Maana ya kuhuisha ni kumaanisha nini?
Kuuisha, neno kuuisha ni kupatia mtu aliyekuwa katika hali ya kufa ama katika mfu unampatia uzima tena. Kwa Kiingereza inasema ya kwamba given which will have given life. Naomba nisome hiyo phrase inavyoanzia. God forbid, for if there had been a law, given which would have given life. Ikiwa ungekuwa na sheria ambayo ilikuwa imepeanwa kwa ajili ya kupeana nini? Uzima, ambayo ingekuwa na uwezo wa kupeana uzima, basi haki ingepatikana kupitia njia ya nini? Ya sheria. Sasa na hiyo Methali nao tuambia 13:14 ya kwamba sheria ni chemchemi ya nini? Chemchemi ya uzima. Sasa mafungu haya mawili ukiweka katika box mbili, alafu uziambie naomba mkuwe marafiki, itawezekana? Yaani uichukue kanuni iliyo hapo, ukisoma juu tu kwenye hali ya kawaida, ukasema ya kwamba nimesoma Methali, ninasoma Wagalatia, nataka nizichanganye ziwe kitu kimoja kwenye nadharia ya juu, zitapatana zitapatana? Hapo ni swali ninauliza, itapatana ama haitapatana? Ukiangalia tu kwa juu utapata kwamba ni kama zinakinzana. Kwa maana hili inasema kwamba sheria ni chemichemi ya nini? Lakini hiyo Wagalatia anasema sheria haiwezi peana uzima. So inakaa kana kwamba zinakinzana, sio? Ni wakati gani ambapo sheria inakuwa chemichemi ya uzima? Na ni wakati gani ambapo sheria haipatii mtu nini? Haipatii mtu uzima. Hiyo ndio sentensi ambayo ningelipenda tuweze kuwa nayo katika mawazo. Na kitabu cha Mathayo 19, hapo ndio nilikuwa nataka tusome jana, lakini tukaona ni vizuri tuweze kukomea kidogo pale. Mathayo 19 mstari wa 16 hadi 17. Mathayo 19. Anasema hivi mstari wa 16 hadi 17. Natazama mtu mmoja akamwendea, naam, akamwambia, Mwalimu, nitende jambo gani jema ili nipate uzima wa milele? Kwa hivyo anachokitafuta jamaa huyu, anatafuta uzima wa milele. Ndio lengo lililokuwa ndani ya moyo wake. Na hivyo kusudia kwamba ndio lengo ambalo lipo ndani yetu, hasa ikiwa kwa kweli tunachukua muda wetu kufuatilia vipindi kama hivi. Au ndio lengo ambalo tutapatika maisha ya yote yule ambaye anajitoa kwenye huduma ya Ukristo. Jita mtumishi, unajiita bishop, jita reverend, jita whatever unajiita. Lengo katika moyo wa mtu na nitumainie kwamba ni kitu kimoja, utafuta uzima wa nini? Uzima wa milele. So Kristo yeye akaona ajibu swali hili, akasema ndiposa huyu mtu apate uzima wa milele, akamjibu akamwambia, kwa nini kuniuliza habari ya wema? Aliye mwema ni mmoja. Lakini ukitaka kuingia katika uzima, zishike amri. Sasa hapa tunapata Kristo ambaye kwenye kitabu cha Petro tunaambia kwamba hakukuwepo na udanganyifu kwenye kinywa chake. Ambaye hakuwahi zungumza udanganyifu. Aliyewauliza watu siku moja ya kwamba nani kati yenu ambaye anaweza nishuhudia nini? Nilifanya dhambi. Anasema ya kwamba ikiwa huyu ndugu angependa na angetaka kuingia katika uzima, ilikuwa ni vizuri aweze kuzishika kitu gani? Ashike amri. Kwa hivyo hapa tunapata ya kwamba kushika amri za Mungu ni kitu ambacho kinaambatana na kuingia katika nini? Kuingia katika uzima. Mpaka pale tumepata vizuri? Haya. Sasa nilibarikiwa kuweza kupata version nyingine ya fungo hilo ambalo tumelisoma. Version hii ni ya Kiingereza ambayo inaitwa The Message Bible. Inasema hivi tukisoma. Jesus said, "Why do you question me about what is good? God is one who is good. If you want to enter the life of God, just do what he tells you." Unaelewa? Kwamba ikiwa unataka kuingia katika maisha ya milele, wewe fanya tu kile ambacho Mungu anakuambia. Mungu anachokuambia. Sasa hapa sentensi hii itakaa kana kwamba ukitaka uzima wa milele basi unahitaji utende nini? Amri. Si ndivyo inavyozungumza hapo? So ukitaka uzima wa milele basi fanya kile ambacho Mungu anachokitaka ukifanya. Ila uzima wa milele ni zawadi na wala sio malipo. Ama uzima wa milele ni zawadi na wala sio malipo.
Sasa sentensi hii inamaanishaje? Je, inamaanisha ya kwamba ndiposa nipate uzima lazima nifanye kile ambacho Mungu anachokihitaji nikifanye kwanza ndio anipe uzima, au ninapokuwa na uzima ndiposa ninakuwa na uwezo wa kutenda kile ambacho kinachostahiliwa kukitenda? Naomba ni phrase statement hiyo tena. Naomba kwanza nitumie mfano. Je, inawezekana ukamwambia mfu ukitaka kukula amka, tembea, nenda mezani ukali? Itakuwa hata na maana yoyote? Amuna. Mfu yenyewe hana uwezo wa kufanya jambo lolote. Kwa hivyo ikiwa tunawakilishwa kwenye kitabu cha Waefeso ya kwamba tulikuwa katika wafu, tuliokuwa tumehesabiwa katika wafu katika dhambi zetu, ila Mungu akatuuisha kwa neema yake, basi mfu hawezi ambiwa akatende jambo lolote, sio? Kwanza anauishwa, baada ya hapo anakuwa na uwezo wa kutenda jambo lolote. Kwa hivyo uisho ndio unaotangulia, ndiposa mtu huo awe na uwezo wa kawaida wa kufanya jambo lolote. Kwa hivyo mtu anapokuwa hai ni lazima kilicho hai kiwe na uwezo wa kutenda jambo. In fact, kuna sentensi moja inayosema ya kwamba if it doesn't grow it dies, kwamba kama haikui inafanya kitu gani? Inakufa. Au kama haitumiki inakufa. Kwa hivyo anything that is alive actually does do something. Sawa? Kwa hiyo mtu anapokuwa ameuishwa, anapopewa uzima, ndiposa anaanza kuwa mtendaji. Kiumbe aliye nini? Aliye hai. Kiumbe aliye hai huwa anakuwa ni mtendaji wa mambo. Kwa hivyo sentensi hizi tunazozisoma, kama mtu hatakuwa ameelewa kanuni ya sheria ya Mungu ni kitu gani, utazitafsiri hivi sasa kwamba ninapata uzima wa milele baada ya kutenda sheria. Unaelewa? Sasa ikifika hapo ndiposa mtagongana na mtumishi Paulo. Sawa? Kwa maana hamna uwezo wote ambao mfu ako nao wa kutenda jambo lolote. Kwa hiyo ili ndio tuweze kuelewa muktadha wa sentensi hizi, inabidi tuweze kurejea nyuma tukajiulize swali, sheria ya Mungu ni kitu gani? Mpaka pale itatusaidia kuweza kujua maswali haya yanayoibuka, je, ninaweza kuyajibu kupitia njia gani? Sasa niposa tuweze kupata hapo, naomba tusome kitabu cha Warumi 8 mstari wa pili. Warumi 8 mstari wa pili. Kiingereza tutakuwa nasema lugha kama hii. For the law of the spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin. Kwamba sheria ya roho wa uzima katika nani? Katika Kristo imeniweka huru mbali na sheria ya nini? Ya mauti. Sasa hapa kuna sentensi ambayo iko hapa ambayo nahitaji tuitafakari sasa. Sentensi hii inasema ya kwamba sheria ya roho ni sheria ya nini? Ya uzima. Kwa hivyo ikiwa kuna sheria ambayo imetenganishwa na roho, then sheria hiyo itakuwa na uzima? Haitakuwa na uzima. Haina. Sawa? Kwa hivyo ikiwa sheria imeunganishwa na roho huyu ni roho wa Kristo, au kwa njia fupi ni uzima wa Kristo. Kwa hivyo sheria iliyounganishwa na uzima wa Kristo, basi inamweka mtu awe huru. Sawa? Baadaye tutajua ni kwa nini inamweka huru. Ila kwa sasa sheria ambayo ni ya roho hayatende. Sawa? Sasa hii inamaanishaje? Hii inamaanisha hivi. Sheria ya Mungu tunapoizungumzia, tunazungumzia uzima wake. Sawa? Ila sheria ya Mungu pia inaweza kuwa imeandikwa kwa maelezo yanayoelezewa kwamba naomba nije hivi. Mtu aliye hai huwa anatenda mambo, ama huwa anatenda vitu, huwa anazungumza maneno, huwa ana hisia, huwa na mawazo. Huyo ni mtu aliye nini? Aliye hai. Sawa? Kwa hiyo wakati ambapo sheria ya Mungu ipo ndani ya mtu, ambao tumesema ni sheria ya nini? Ya uzima. Uzima huu kuna vile ambavyo unavyoonekana katika matendo. Sawa? Kwa hivyo matendo yanayoonekana wakati ambapo sheria ipo katika kazi, matendo hayo ndiyo ambayo tumeandikiwa kama matendo matakatifu. Kwa maana hivi,
Mtu ambaye anaambiwa mtii baba yako na mamako, au utimilifu wa utakatifu ni wakati ambapo mtoto anamtii baba na mama. Huo sio kwamba hali hiyo sio kwamba anaipata ndiposa awe mkamilifu. Hali hiyo anaipata kwa maana ana uzima wa roho ndani yake, au kwa maana ana uzima wa sheria ndani yake. Kwa hivyo uzima wa sheria unapokuwa ndani ya mtu, basi matendo yake yatakuwa haya na wala hayatakuwa haya. Kwa hivyo maandiko yanaposema ya kwamba, kwa maana, kwa mfano, unapofungua orodha ya sheria, naomba kwa sasa nitumie sentensi hiyo. Unaposoma orodha ya nini? Ya sheria. Kwa nini nimesema orodha ya sheria? Kwa maana ni orodha na wala sio sheria. Hivi tunaelewa? Kitabu cha Kutoka 20. Unapoanza kusoma kitabu cha Kutoka 20 kuanzia mstari wa kwanza, Mungu ndiye anayezungumza. Kwa hivyo anapozungumza maneno ya Mungu, kila wakati anapoyazungumza yanakuwa kitu gani? Yanakuwa sheria. Au yanakuwa uzima. Ni uzima actually. Ni uzima. Kwa hivyo Mungu alipokuwa anayatamka kutoka kwenye kinywa chake, kutoka mlimani, na walipokuwa wanasikia maneno yale maneno yalikuwa nini? Ni uzima. Yalikuwa ni uzima. Yeyote ambaye angeyapokea yale maneno yalikuwa na uwezo wa kutenda jambo lolote ambalo amri ile ilikuwa inakusudia. Sawa? Lakini punde tu Musa alipoyachukua akateremka nayo kwenye mbao, hayakuwa tena sheria. Yalikuwa ni nini? Yalikuwa ni orodha ya nini? Ya sheria. Kumaanisha yanayozungumziwa pale yanazungumziwa kuhusu sifa na tabia za sheria, ila sio sheria yenyewe. Kwa nini? Kwa maana mbao hizo hazina uwezo wa kujiingisha kwa mioyo ya waabudu sanamu wa ndama, ikawazuia wasiabudu sanamu. Wasiabudu nini? Sanamu hiyo ya ndama. Kwa maana sheria hiyo kwenye mbao haina uwezo wa kujitoa kwenye mbao ikajiingisha kwa mioyo ya wapenda anasa ya kufanya mambo ya nini? Ya usherati na Waamori. Sawa? Ila ikiwa sheria hii tunayoizungumzia ingekuwa ndani yao, basi yote yanayokuwa yameorodheshwa hapa yangekuwa yanatimia ndani yao. Sawa. Kwa hivyo mtu huyu hahitaji kuanza kuambiwa kwamba usi. Kwa nini? Kana kwamba hajaelewa. Kwa maana yake ya kwamba hajaelewa, hajui. Kwa hivyo anayekuwa anaambiwa ya kwamba usifanye hiyo ni mtu ambaye anachokiambiwa hakipo ndani yake. Kwa hivyo sheria hii ama orodha hii ya sheria inakuwa ni ushuhuda wa hali ya binadamu harisi. Mpaka pale sijui kama kuna point ambayo nitakuwa nimeitamka ambayo labda imeeleweka vizuri. Naomba niweze kuitamka tena ndiposa ikue katika mawazo yetu tunapoendelea. Tunapoambiwa ya kwamba usiabudu sanamu nyingine, usiwe na miungu mingine ila mimi. Kwanza, by the way, lugha nzuri ya Biblia haifai kutafsiriwa hivyo kwamba usiwe na miungu mingine. Lugha nzuri ya Biblia inafaa kuwa ahadi itakayotimia baadaye, kwamba hautakuwa. Kwa maana unajua, ukiangalia Kiingereza kwa mfano, hii si kutafsiri Biblia tofauti. Yaani kuangalia Kiingereza kwa mfano, yaani nikiwa mwaminifu kwa Kiingereza. Ukisoma kwa mfano mstari ule wa 3, anasema thou shalt have no other gods before me. Now shalt ni kitu kinachozungumzia wakati wa mbele. Kwa hivyo kitafsiri vizuri hii inafaa ikuwe kwamba hauta. Sasa mtu anapokuambia hauta, analenga wakati ujao, na wakati huo anakuahidi kitu fulani kitatendeka ama kitu fulani hakitatendeka. Sasa kwa hivyo maagizo tunayoyaita kwa kawaida ni maagizo ya Bwana, ni ahadi anayotuambia mambo ambayo yatatimia ndani yetu wakati ambapo tumemwamini na uzima wake uko ndani yetu. Kwa hivyo haya yote ni description ya operation ama result ya utendaji kazi wa uzima wa nani? Uzima wa Baba. Kwa maana nyingine ya kwamba mahali uzima wa Mungu upo unajidhihirisha aje?
hivi. Sasa naomba nipatieni mfano. Ikiwa itakuwa katika muktadha wa Baba na Mwana, mahali uzima wa Kristo upo, huyu mwana atadhihirisha nini kwa mzazi wake? Anadhihirisha nini? Uzima ule alio nao. Naomba nirudi nyuma kidogo. Ikiwa tumeshajua ya kwamba sheria tunaozungumzia ni uzima, sawa? Sheria ni nini? Ni uzima. Wa nani? Uzima wa Mungu. Au Kristo. Si ni kitu moja? Kwa maana uzima wa Kristo anaupokea naye anafanya nini? Naye anautoa kwa. Naye anautoa. Kwa hivyo tunaweza sema ya kwamba ikiwa uzima tunaozungumzia hapa ni sheria, samahani, sheria ni uzima wa nani? Wa Kristo. Yeyote tutakayetaka kutumia pale. Nishajua sheria ni nini? Ni uzima. Ni uzima. Kwa hivyo mahali popote uzima wa Kristo upo katika muktadha wa baba na mtoto, huyu mtoto atadhihirisha nini kwa babake? Atamtii, hatamtii? Atatii. Atatii. Ndio maana Mungu anasema ya kwamba mtii baba na nini? Na mama yako. Na mama yako. Sawa? Haya. Katika muktadha wa mzee na mkewe, nani? Muktadha wa mzee na nani? Mzee na mkewe. Na mke wake. Sheria ikiwa ni uzima, uzima wa nani? Wa Kristo. Ukiwa ndani ya baba au ukiwa ndani ya mzee, utadhihirishwa vipi katika uhusiano wa mzee na mke wake? Wazee, pendeni wake zenu. Sio? Au katika muktadha wa uaminifu, huyu mzee atakuwa mwaminifu kwa mkewe. Naye mkewe atakuwa mwaminifu kwa mmewe. Hivi tunaelewa? Aya, katika muktadha wa jirani yangu, sawa? Aliyejenga akafanikiwa akawa na nyumba nzuri, sawa? Kwa jirani yangu aliyebarikiwa kukuwa na nafasi nzuri ya kipato, ikiwa roho ya Kristo itakuwa ndani yangu, sawa? Itadhihirishwa vipi ndani yangu katika maisha yangu kuhusu mali ya ndugu yangu? Itayaonea nini? Choyo, tamaa. Itayaonea tamaa. Unaelewa? Kwa hivyo orodha hii tunayoita amri ya Mungu ni matokeo ya uzima wa nani? Uzima wa baba. Uzima wa baba na mwana. Kwamba wakati uzima wa baba upo, kitakachodhihirishwa ni hiki hiki hiki, ila baadaye Kristo alipokuja akatukumbusha kitu kilichokuwa cha kawaida ambacho kinaitwa muhtasari wa matendo hayo. Muhtasari wa haya matendo kwamba utafanya, 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 akayasummarize, akayapatia muhtasari wa kitu kimoja. Twende kwanza kabisa kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Tuanze kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati 11 mstari wa 13. Kumbukumbu la Torati, penzi msikilizaji, sura ya 11. Tutasoma pale aya ya 13. Anasema hivi: tena itakuwa mtakaposikiza kwa bidii maagizo yangu ni waagizayo leo, kwa kumpenda Bwana Mungu wenu na kumtumikia kwa mioyo yenu yote na roho zenu zote, ndipo nitakapowapa mvua ya nchi yenu kwa wakati wake, mvua ya masika na mvua ya vuli. Natoshea pale. Hata umeshasoma zaidi mahali sikuwa nimetarajia tutafika. Anasema ya kwamba ikiwa mtatii nini? Amri zangu kwa bidii. Sio? Ndio. Kwa kufanya vipi? Maagizo yangu ni waagizayo leo. Kwa kufanya vipi? Kwa kumpenda Bwana Mungu wenu. Kwa kumpenda Bwana Mungu wenu. Kwa hivyo hii sentensi ambayo Kristo anaizungumza baadaye kwamba anaulizwa swali, amri kubwa ni gani? Amri kubwa ni ipi? Akasema ni kitabu cha Mathayo. Ukisoma pale mwalimu atenda pale. Mpende. Kwa kitabu cha Mathayo, kwa yule ambaye anaandika, Mathayo 22 ukianzia ule mstari wa 35 hadi 43 pale, 42 pale.
Anaulizwa amri kubwa ni gani? Alafu anasema kwanza kauliza, nafikiri kama sijakosea. Master 36 hapo. Master, which is the great commandment in the Lord? Then Kristo akajibu, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart. Tunaelewa? Si hiyo tunaelewa? Inatumiwa hata na nasikia mnawaita warokore. Sio? Okay. Anyway, neno warokore kwa lugha ya rahisi nyepesi sisi tunajua ni Pentecostals ama Protestant. Kwa hiyo inatumika kwamba sheria moja tu, sheria ya nini? Sheria ya uzima. Ni sheria ya upendo. Sasa hiyo ni katika somo letu, sheria ya uzima katika somo la leo hapa. Sawa. Ila kwenye kawaida tunajikora asirio katika dunia kule nje. Okay. Kwamba sheria ni nini? Sheria ni moja tu. Kumpenda Bwana Mungu. Kumpenda Mungu na jirani. Hiyo inafanya nini? Ndio imeisha hiyo. Wewe usijali kwamba unaenda kwenye Sabato, wewe usijali unaabudu nini, wewe bora umpende nani? Kumpenda Mungu. Kumbe sheria hiyo au summary hiyo tunayoipewa na Kristo sio mpya. Ananukuu tu nani? Kwa hiyo hata kumbe Waisraeli walikuwa na zile 10 lakini bado hii ambayo ni summary ya zile 10 pia Mungu alifanyaje? Alikuwa amewatamkia. Sasa point ya msingi ni kwamba matendo yaliyoorodheshwa kwenye ile list ya matendo 10, ile orodha imesamariziwa kwenye sentensi moja, sio kwenye sentensi moja, kwenye neno moja, upendo. Sawa? Kwa hivyo kumaanisha mahali ambapo uzima wa Mungu upo utadhihirisha kwenye njia nini, tabia gani? Ya upendo. Kumbuka katika somo lililopita kwamba asili ya Mungu, asili yake ya Mungu ni sheria. Ni nini? Ni upendo. Upendo. Sawa? Kumaanisha hivi, mahali ambapo uzima wa Mungu unapodhihirika, tabia itakayoonekana hapo ni tabia yake iliyo nini? Upendo. Sasa swali, katika muktadha wa mke na mume, upendo unadhihirika kwa kuwa mwaminifu au kwa kuwa mzinifu? Kwa kuwa mwaminifu. Sasa sikiza vizuri. Kwa hivyo mbinguni hakukuwa na orodha ambao malaika wameandika kwenye ukuta kwamba usitamani nyumba ya ndugu yako. Orodha hiyo haikukuwa. Kwa maana hawakuwa na muktadha huo. Ni sawa. Hiyo unaelewa? Ila sasa hapo ninaweza kuwa nimeingilia watu wengine. Ila hiyo ndio ukweli halisi. Katika mbinguni hakukuwa na orodha fulani waliokuwa wameambiwa ya kwamba ikumbuke siku ya Sabato kaitakase. Hiyo haikuwa. Sasa hapo inamaanisha vitu gani hapo? Kwa sababu katika muktadha wa Sabato unaingia katika uumbaji. Ni ukumbusho wa nini? Wa mzunguko wa siku za wiki ambazo zimehesabiwa na zikakaa punctuated na siku ya saba, kwamba sasa siku ya saba ni siku ya kukumbuka na kustarehe na kuburudika kwa sababu ya uumbaji uliofanywa kwenye nini? Siku ngapi? Ulifanyika siku 6. Kwa hivyo Sabato hii au siku hii ya Sabato ni katika muktadha wa nini? Wa kuadhimisha uwepo wa dunia. Kwa hivyo huwezi tarajia kwamba malaika mbinguni walikuwa wameambiwa ya kwamba ikumbuke Sabato kaitakase kabla dunia. Kwa maana siku 6 Mungu afanya nini? Siku 6 zipi? Sawa? Ila kanuni iliyo pale ni kanuni ya upendo. Hiyo imekuwa tangu nini? Tangu awali. Ila kuna point ya msingi. Kwa hiyo kwa lugha nyingine ni sawa na kusema kwamba kuambia malaika kwamba usizini ni kitu ambacho sio rahisi. Yani ukiwaandikia malaika hivyo, hata wakuelewi. Yani ukawaambia hivyo usizini, yani hawawezi kuelewa. Na kwa sababu yani sio kwamba hawawezi kuelewa, watashangaa kwa sababu hiyo biashara wao haijulikani, si hivyo? Ndio maana Kristo mwenyewe akasema ya kwamba huko kule mbinguni wote huko kama malaika, yani usifikirie hiyo shughuli hauna. Unaelewa? Kwa hivyo kwenye shughuli hii hapa duniani ndio unahitaji muktadha huo. Sawa? Ila point ya msingi, kanuni iliyo nyuma ya agizo lile. Kwa hiyo tuseme hivi, Mungu anakuja kutoa sisi, yani tuseme hivi, Mungu ana declare sheria kama njia ya kutengeneza mazingira ya kudhihirisha upendo. Point ya msingi ndio. Kwa hiyo pale ambapo
kuna katika kila watu watapewa njia ya kudhihirisha upendo kulingana na mazingira yale yanayofanyaje, yanayowazunguka. Sasa hapo unajua inamaanisha kitu fulani. Naam. Ni ajabu hata kwenye viumbe wa mbingu walishangaa. Mwanamume ilibidi aambiwe kwamba ndio mpende mume wako, mke wako, unafaa usiwe mzinifu. Hivi sasa mbona unadai kwamba unampenda? Kama hiyo lazima uambiwe. Pale kwanza kwa mfano sasa hizi tuko ndani, basi tuko humu ndani ya nyumba. Lakini sasa ni vigumu kumwambia mtu kwamba ingia ndani. Yaani kwa mfano sisi tuko hapa. Mtu akwambia hivi ingia ndani, au huko umekaa kama hapo. Mtu akwambia hivi sasa kaa. Umeelewa? Lazima kuwa na sintofahamu kwenye akili. Kwani hapa niko nimefanyaje? Si ndio hivyo? Nimekaa. Kwa hiyo kumbe aliyekaa haambiwi kaa. Ila anayeambiwa kaa ni yule ambaye amesimama. Kwa hiyo popote ambapo Mungu anatamka kwa mwanadamu kwamba mpende mkeo, ni pale ambapo hawezi kutoa sentence agizo hilo ikiwa upendo upo. Ni pale tu ambapo hakuna hilo jambo ndipo Mungu anaagiza hilo jambo liwepo. Sasa kwa kifupi utagundua wanaoambiwa haya ni watoto. Unaelewa? Sawa. Ndio naye mwambie nenda kaoge. Ukitoka choo jipanguze. Hiyo ni nini? Ni yule ambaye yani inabidi umwambie, sio kama unamvunjia heshima, inabidi umwambie kwenye hali yake anahitaji afanye nini? Aambiwe. Na unayomwambia anafaa hawa anayafahamu kwenye asili ila hajui. Sawa? Kwa hivyo hawezi mtupa. Inabidi uende naye hadi wakati ambapo atakomaa, ndiposa maandiko yanatuambia kwamba hatakuwa na haja tena ya mtu mwingine kuja kumwelekeza. Kwa maana itakuwa imerejeshwa mahali pake. Ila tusipotee. Pointi ya msingi naosema ni hivi. Mtu asije akafikiria tunapoteza maandiko hapa. Pointi ya msingi ni hivi. Kwa hivyo unapopata Mungu akaweka siku ya saba. Sasa sijui kama tumeweza kufunza mambo ya Sabato, sio pointi hiyo. Inatumia mfano tu. Alipoweka siku ya saba, sasa binadamu ikiwa watakuwa na tabia na uzima wa nani? Wa Kristo ndani yako. Aliyekaa akaburudika baada ya kuwa na kazi ya nini? Ya uumbaji. Akaiweka masiku ya kukumbuka uumbaji wake. Wataadhirisha nini kwa Sabato hiyo aliyoiweka? Kwa kiumbe ambaye ameumba katika muktadha wa dunia iliyoumbwa siku ngapi? Siku 6. Siku 6. Kristo akaburudika, ndio maana ya kwamba nasema ya kwamba ametimiza lengo lile ambalo alikuwa nalo. Hivi unanielewa kweli? Ngoja kidogo. Unaposoma maandiko, sijui Kiswahili nawaambia nini kule. Ile unaposoma maandiko, sijui nitatumia lugha gani, sinisika nikatumia lugha ambayo itakuwa ya adabu. Ila kama nikikosa lugha nitatumia hiyo. Sawa? Kwani nini inafanya? Hebu nifungulie kitabu cha Mwanzo pale. Mwanzo, naomba tuende Mwanzo mstari wa 2 pale. Mlango wa 2 mstari wa 1. Kuna kitu pale ambacho wakati mwingine huwa naibika kukitumia ila nafikiri basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya 7, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Hilo neno akastarehe. Neno kustarehe. Hilo linamaanisha nini kwenye lugha yenu? Ustarehe yani ni kukaa kwa leisure, yani hali ya kujisikia, yani furaha. Kwa hivyo sio kwamba alikuwa amechoka. Najua unasikia wengine wanauliza kwenye mihadhara zao za Kangaroo Court, kwani Mungu anachokaga anataka kupumzika? Unaelewa? Wanaanza kushana maneno kule Polemos. Sasa hapa Mungu anatuambia kustarehe sio kuchoka. Kuna mahali ambapo ile starehe ukiwa umechoka. Kuna neno ambalo nataka tutafute hapa. Kitabu cha Kutoka 31. Kutoka 31. Naomba tuangalie 31.
Anasema 31:17. Toka 31 ana aya ya 17 anasema hivi. Ni ishara kati ya mimi na wana wa Israeli. Akizungumzia Sabato, sio? Milele. Kwani kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi, akastarehe kwa siku ya 7 na kupumzika. Na kwa nini? Na kupumzika. Imesha hivyo. Potosho kabisa. Yaani hapo kama iko hivyo, basi nimeelewa kesi iko wapi. Sasa maandiko ya Kiingereza hayasemi hizo vitu ambazo umesoma hapo. Inasema hivi, ama imekomea njiani. Mimi sijui. Hebu sikiza, ni utaniambia imepotelea wapi. It is a sign between me and the children of Israel. Sawa. Okay. Forever. For in 6 days the Lord made heaven and earth. Kwa sawa? And on the 7th day he rested. Hapo? Sawa? And was refreshed. Hiyo iko? Hapana, hapo amesema kupumzika. Amekimbia kichakani. Hapo hiyo amekimbia kichakani. Unajua kwa nini? Kwa maana hapa imeweka msumari unaofaa hapo. Kwamba hii kupumzika tunaozungumzia hapa si ya kuchoka, ni burudani. Yani refresh, yani kama akatua mzigo aliyokuwa nao. Sasa sikiza, wewe ngoja kidogo nikwambie. Sasa hilo neno kukaa refresh. Unajua maana nini? Sasa hii ndio nataka kutumia mfano ambao mtanielewa. Sawa. Hivi mwahi fanya kitu fulani ambacho umekuwa ukitamani kifanyike, alafu baada ya hapo unasema we, unaelewa? Unaelewa wakati ambao tunakuwa tunapeana majukumu mazito kuyafanya, una kitu unashughulika nacho mwezi mzima, then siku unakimaliza, una sio kuchoka hiyo. Yaani moyo unaburudika, unaelewa? Sasa nina swali. Mungu akaweka siku hiyo akasema naangalia na kuburudika. Mungu naye huwa anaburudika na kazi yake. Kwa maana anapendezwa na kazi zake. Sawa? Mahali ambapo roho wake yupo, ambaye ni uzima wake upo, kwa binadamu ambaye anaitwa mtoto wake, ile siku ambayo hiyo roho aliburudika, hiyo roho inafanya nini ndani yake? Inafurahi. Kwa hivyo inaposemekana kumbuka siku ya Sabato, sio agizo anaambiwa mkafiri aliyo kule nje. Unaelewa? Inapokuwa kumbuka, huyu anaambiwa ni yule ambaye anapenda kufuata maagizo ya yule anayemuita babake. Kwa ikiwa anapatana na roho yule, kimsingi yule aliye na roho wa Kristo. Sasa yule aliye na roho wa Kristo kwanza haambiwi kwamba kumbuka, ila anatangaziwa mapema ya kwamba wakati ambapo roho wangu atakuwa ndani yako utakumbuka Sabato hiyo. Kwa maana nyingine itakuwa natural. Kwa maana roho aliyekuwa anaumba akaburudika ndiye atakayekuwa ndani yako. Kwa hivyo hautaambiwa ya kwamba leo unajua ni Sabato. Ndio msingi wa sentensi ile, mkinisikiliza kweli kweli. Unaelewa sasa hapa? Kwa hivyo Mungu anaposema sentensi ile ya kwamba ikiwa unataka kuingia katika uzima wa milele, fanya kile ninachokuambia, ni kwa maana anachokuambia hapo ndio uzima upo. Unaelewa? Kwa maana uzima mahali upo ndipo unaweza kufanya, au kwa njia nyingine, wakati uzima wake upo ndani yake, udhahirishwa kwa kufanya yale ambayo yeye anayoyajua ndio ambayo yanafaa yafanyike. Na sio kwa maana unalazimishwa, ni kwa maana una uzima uko hai. Hivi umeona mtu ambaye analazimishwa kuishi? Mtu ambaye leo amelazimishwa kuishi leo. Yaani bora uko hai unapumua, kuishi ni nini? Kuishi ni automatic. Hiyo ni kitu unapumua, unalazima unalala ukipumua, ukiamka ukipumua. Ni natural that way. Sawa. Kwa hiyo tunapozungumza hivyo, kwa hivyo kwenye muktadha wa uumbaji, ukumbusho wa uumbaji unaendelea hivyo hivyo na hata unaendelea hivyo milele. Sawa? Na unakuwa na uzito zaidi, kwa maana baadaye katika muktadha wa dunia hii pia inakuwa ni alama na ni ishara ya kukumbusha nini kutoka katika nini maisha nini ya utumwa pale. Unaelewa? Sasa katika muktadha huo, then Sabato inakuwa ni coded language ya kutudhihirishia kwamba mahali ambapo uzima wa Mungu upo utadhihirishwa hivi kwa kukumbuka na kuburudika, siku ambayo tulitoka katika mikono ya muumbaji na wala sio katika chimpanzee na monkeys. Unaelewa mpaka pale? Sasa hiyo ikishaeleweka mpaka hapo, naomba sasa turudi tena katika point fulani hapo. Sasa ikiwa tumeelewa ya kwamba
tunayoyaita amri ni orodha ambayo inazungumzia result. Yani hiyo lugha nafikiri nataka tuikae katika akili zetu kwamba tunapozungumza kuhusu zile list makafiri wanazungumzia, list ile ambayo makafiri wanayozungumzia basically ni result ya roho wa Bwana kuwa ndani ya mtu. Unaelewa? Kwa hivyo wakati ambapo roho wa Mungu hayupo ndani ya mtu, list ile haiwezi kuonekana ikitekelezwa. Na sio hivyo tu, haiwezi kupatia uzima. Ndio mtu yule kwa gerezani anamwambia kwamba unajua kuenda 50 km/h mahali watu wanaishi ni vibaya. Baada ameshavunja yuko kwenye gereza anafaa alipe fine. Hiyo kumsomea na msaidia nini? Haiwezi. Unamwongezea mzigo. Unaendelea kumdhihirishia kwamba ndio maana uko hapa. Unampa uchungu. Unaelewa? Kwa hivyo katika muktadha huo ndio Paulo anaozungumzia. Unamkumbusha ujinga wake. Unaelewa? Kwamba amri zilizopeanwa kwa wana wa Israeli hazina uwezo wa kuwapatia uzima. Kwa nini? Kwa maana hazina uzima. Kwa maana wanaambiwa hawana uzima. Sawa? Kwa hivyo unaambia mtu ambaye hana uzima kwamba alikuwa nafaa afanye hivi na hivi na hivi na hana uwezo wa kufanya hivyo. Kwa hivyo haiwezi msaidia. Sawa? Ila wakati ambapo wangekuwa wamepokea matamshi yale yakawa ni neno la uumbaji lilo ndani yao, lililotumika katika uumbaji, then maagizo yale si hayangekuwa mzigo, yangekuwa ni kwamba wanatangaziwa kile ambacho ni natural kwao. Mpaka hapo nafikiri kuna kipengele ambacho ningependa tuweze kukifuatilia baada ya hapo. Sawa. Tumesema namna gani? Ndio turudie tena. Hata tukirudia hapo tukikaa hapa hakuna tatizo. Orodha ya mambo 10 au sio kama hiyo ni Kiswahili. Orodha ya vitu 10. Sawa? Ni nini? Ni matokeo yanayoonekana wakati uzima wa Mungu upo ndani ya nini? Uko ndani ya mtu. Uko ndani ya mtu. Sasa matokeo hayo yanakuwa ya sifa gani? Ndio kipengele cha tunachokienda. Tumeshajua ni matokeo, ni result. Hivi umeona mmea ukipandwa unaoitwa tuseme pumpkin. Pumpkin ni mahitaji boga. Ni mboga? Boga. Okay, sawa, pumpkin. Pumpkin inapopandwa inapokuwa na uzima huwa ina behave aje? Inazilisha matendo, inazaa matunda. Unaona inaenda hivi. Unaelewa? Kwa hivyo pumpkin seed iliyo na uzima unaweza kadiria na kutangaza tabia yake ya umeaji. Hiyo tabia ukiania kwenye orodha ndio itakayofanya pumpkin itembee. Na hata utakapokwenda kuipanda unaangalia kwanza mazingira. Unaosema hivi, usipande hapo, sogea kule. Kwa sababu unaelewa kabisa kwamba itakapokuwa tabia yake itatambaa, itafunika hapo mara utaki iwe. Kwa hiyo kama utaki hapo pafuniko na yenyewe, yani unavyopanda tu tayari unaelewa matokeo itakayoleta. Kwa hivyo tabia ile ambayo itakuwa inadhihirisha ukiorodhesha. Sawa? Hiyo orodha ambayo umeandika ndio itakayofanya hiyo pumpkin kuwa inatembea hivi? Hapana. Pumpkin itatembea hivyo kwa sababu tayari yenyewe. Unaelewa? Kwa hivyo orodha ya Mungu, tunasema orodha sio hiyo inayofanya wewe mtakatifu. Pale tumepata vizuri. Ila pumpkin ile itakuwa inatengeneza zile vines zake, kutoa maua, kutoa ile boga lenyewe, kwa sababu ni uzima ulio ndani yake. Na vile inavyoenda ni kanuni iliyo ndani yake. Hiyo kanuni ndio uzima wake. Ikifika mahali ambapo kuna kivuli, inaielekeza yenyewe kutafuta nini? Jua. Nani anaielekeza? Hamna mtu mwingine isipokuwa kanuni iliyo ndani. Hiyo kanuni iliyo ndani ni kitu gani? Ndio sheria ya Mungu hiyo. Hiyo ni nini hiyo? Ni uzima wa Mungu ulio ndani. Kwa hivyo tunachokiita sheria ya asili si kitu kingine, ni uzima wa nani? Uzima wa Mungu. Kwa hivyo in fact nafikiri tutafika hapo baadaye. Naomba tuende pole kidogo. Turudi nyuma kidogo. Tumesema list ile ya vitu 10 ni matokeo ya mtu aliye na uzima ndani ya Mungu. Ni matokeo ya uzima. Sawa? Whether ni katika nature, whether ni katika tabia ya mtu, whether ni katika health. Ile kuna point tatu tuweke hapa. Matokeo
ya uzima wa Mungu yameitwa makusudio ambayo tunaita ni utakatifu. Sawa? Hayo ndio tunayoyaita utakatifu. Okay? Utakatifu kwa kifupi ndio result ya uzima. Sawa? Ile yanakuwa katika asili gani? Hapo ndo ningelipenda tuingie katika kitabu kinachoitwa Warumi 13 mstari wa 10. Kwa Kiingereza inasema hivi, love worketh no ill to his neighbor. Okay. Therefore, love is the fulfillment of the law. Kwamba upendo hautendi neno baya. Kwa nani? Anasema kwa jirani yake. Upendo halimfanyii jirani neno baya. Upendo halimfanyii jirani yake nini? Neno baya. Neno baya. Basi pendo ndilo utimilifu wa sheria. Kwa hiyo matokeo ya uzima wa Mungu mahali popote unapodhihirika, haujawahi tenda neno baya. Hivi sasa Mungu ametenda mambo mabaya mangapi? Ukianza kuhesabu Sodoma na Gomora, ukihesabu Galika, hayo ni mambo mazuri, mambo mabaya. Ila pointi ya msingi ni hii, kwamba upendo hautendi nini? Au mfanyie mtu, au mfanyie jirani. Kwa hivyo mahali popote kitendo chochote kitakaa qualified kukuwa kitendo nini? Kibaya, then uzima wa Mungu haujadhihirika, then sheria ya Mungu haipo pale, then Mungu hayupo pale. Sawa? Kwa maana upendo ndio asili ya sheria, na sheria ndio asili ya nani? Ya Mungu. Sawa? Kwa hivyo mahali popote upendo wa Mungu upo, kinachodhihirika pale ni kuwatendea wengine mazuri. Na ndio maana kwenye summary ya kitabu cha Wakorintho wa kwanza 13 inasema ya kwamba upendo hautafuti mambo yake yenyewe. Labda tungeisoma labda hiyo. Haya, twende pale. Wakorintho wa pili 13 anasema anasema 13. Yeah. Napofika pale kwenye hii ya Warumi kuna kitu fuata tuongeze pale ambayo inasema hivi kwamba love is the fulfillment of the law. Meaning kwamba kando ya kwamba upendo hautendi tendo baya, lakini bado upendo ndio sheria. Sawa? Ndio unafanya sheria ya Mungu iwe sheria vile ilivyo. Kwa kifupi ni sheria. Yeah. Sawa. Sasa ikiwa sheria ya Mungu ndio upendo, au upendo ndio sheria ya Mungu, basi mahali popote sheria ya Mungu inapodhihirika, hamna tendo baya litakalowahi tendeka. Sawa. Lakini pia mahali ambapo uzima wa Mungu upo, hapo ndipo tunasema ya kwamba sheria yake ipo. Na hapo ndipo tunasema kwamba ufalme wake upo. Kwa maana tunasema ya kwamba ufalme msingi wake ni sheria. Msingi wake ni sheria. Kwa hivyo katika ufalme wa Mungu hamna kutenda nini? Hamna kutenda tendo la. Kwa hiyo sasa swali ni hili. Wale ambao wako chini ya ufalme huo hawatendi mabaya, sio kwa maana wanaagizwa wasitende mabaya. Hawatendi mabaya kwa maana wamegawiwa asili ya mwenye ufalme. Sawa. Sio kwamba yeye anawaambia wanayofaa kuyatenda ila yeye hayatendi. Jamaa alipiga mtu akavunja mguu, mnampeleka gerezani mnamvunja mguu. Ile ya kwanza ni dhambi, ya pili inakuwa ni haki. Na zote ni kuumiza. Zimeumiza mwili, ni kuumiza mwili vile vile. Haya, Wakorintho nasemaje? Wakorintho wa kwanza sura ya 13. Nijaposema kwa lugha za wanadamu na malaika, kama sina upendo nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima. Soma mstari wa 5. Ndio natafuta hiyo. Mstari wa 5. Haukosi kuwa na adabu.
hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahii udhalimu, bali ufurahi pamoja na kweli. Sawa. Kwa hiyo upendo hautafuti mambo yake. Na sio hivyo tu, haifanyii jirani nini? Mabaya. Pointi ya msingi ni kwamba upendo kwenye jirani inamtendea jirani kitu kicho nini? Chema, na wala hakuna baya lolote litakalowahi tendwa katika ufalme wa pendo. Namba 8 hapa anasema upendo haupungui neno wakati wowote. Amina. Sasa kuna kipengele hapa ambacho ninataka tuweze kwenda nacho tena. Sasa kwa hiyo tumeshajua kwamba ufalme wa Mungu ambao umejengwa juu ya ufalme wa sheria, si ufalme wa sheria, ambao umejengwa juu ya kanuni ya sheria. Sheria yake kwa kifupi ni uzima. Hivi kuna mtu mmoja akauliza wanafunzi, akaenda darasani, alikuwa ni mfalme. Akaenda darasani kwenye deski ya wanafunzi pale, akaweka jiwe. Akauliza, hivi tumefanya shuleni. Akauliza, anawajaribu wanafunzi kama wamefunzwa wakaelewa sayansi. Akauliza, hili jiwe lipo katika ufalme upi? Wakasema ya kwamba hilo jiwe lipo katika ufalme wa nini? Wa minerals, madini. Sawa? Haya. Alafu akachukua mmea akaweka juu ya desk tena. Na huu mmea upo katika ufalme upi? Wakasema huu mmea upo katika vegetable what? Kingdom. Sawa? Haya. Wakaendelea. Mwisho akawauliza, na mimi mfalme nipo katika ufalme upi? Wakaogopa kumwambia ufalme wa wanyama. Unaelewa? Kwa maana sayansi imetufunza ya kwamba binadamu yupo katika ufalme wa wanyama. Ila hawa wanafunzi wakaogopa kumwambia mfalme ya kwamba wewe pia upo katika ufalme upi? Wa wanyama. Wakabadilisha kumwambia ufalme wa nani? Uko ufalme wa Mungu. Swali. Hiyo sentensi kwamba wewe mfalme upo katika ufalme wa Mungu, je, haingefaa kutumika katika maswali yote ambayo walioulizwa? Kwa maana unapoangalia kulingana na sayansi wametugawia falme tofauti, ila pointi ya msingi ni kwamba jiwe ni katika ufalme wa Mungu, mimea ipo katika ufalme wa Mungu, kila kitu kwenye ufalme wa nini? Kwa maana kinachoshikilia kila kitu ni sheria moja. Sheria ya nani? Sheria ya Mungu. Bora kitu chochote kipo chini ya sayari ya uumbaji, kanuni iliyo ndani pale ni sheria ya nani? Kwa kipo katika ufalme upi? Ufalme wa Mungu. Ila kuna wale ambao wameasi. Wamefanya nini? Wamesema sisi hatuwezi kaa. Ila huyo anayemuasi ndiye anayewalisha. Unapata pale point Point ya msingi ni kwamba sheria ya Mungu ndiyo inaoshikilia uumbaji wote. Unajua, nikaanza kufikiria kitu fulani nakifika, lakini kwa sasa naomba niwakumbushe kitu fulani. Kuna kauli ambao nimeiwaza leo, ambao tumeitumia kwa muda mrefu sana. Yeye nafikiria tuko sawa. Tunasemaga ya kwamba amri imegawanywa katika sehemu ngapi? Sehemu mbili. Mpende Mungu na kumpenda jirani. Mimi nafikiria si kweli. Kwa nini unajua? Ikiwa umempenda Mungu na moyo wako wote na roho yako, umebaki sehemu gani ya kupenda jirani yako? Kwenye jirani anasema kama vile nafsi yako. Sawa. Swali ni hili. Ikiwa umempenda Mungu na moyo wako wote na jirani kama nafsi yako. Sawa. Sasa kama moyo tayari umeshampenda Mungu wote, kuna sehemu gani tena ya kuweka jirani? Ikiwa ni sehemu mbili. Ipo sehemu yote inabaki. Hamna. Hamna. Point ya msingi ni hii.
Yaani upendo wa Mungu unapokuwa ndani ya moyo, kwa Mungu utadhihirika kwa kumpenda yeye. Okay. Kwa hiyo yes, ndio kusema pale Kristo anaporudi pale kwenye kumpenda jirani kama nafsi yako, azungumze tena habari za moyo wote, nguvu zote, wala nini. Kwa sababu hiyo tayari ilikwisha kutumika kwenye Kwa njia fupi, kumpenda jirani itadhihirika wakati ambapo upendo wa Mungu upo ndani ya moyo. Sio kwamba utampenda jirani baada ya kumpenda Mungu. Utampenda jirani kwa maana upendo wa Mungu upo ndani. Sasa, upendo wa Mungu ukiwa ndani ya moyo, hautakuwa moyo nusu, hautakuwa sehemu fulani kwenye moyo wako, utakuwa ni moyo mzima. Ila mahali upendo wa Mungu upo, utadhihirika aje kwa jirani. Kwa hivyo kanuni ni moja, ni upendo. Hivi nataka kuniambia nikiingia mbinguni sitapenda malaika? Upendo haupungui neno lolote. Wakati wowote. Kwa hiyo kwa kifupi, sentence tunaposema ya kwamba sheria imegawanywa kwa sehemu mbili, hamna kitu hicho. Ila sheria ni kanuni moja ya nini? Ya upendo. Na ni upendo wa nani? Wa Mungu. Ila huo upendo wa Mungu utadhihirika vipi kwake? Na utadhihirika vipi kwa wanadamu? Kwa jirani. Kwa jirani. Nafikiri kipengele hicho tumeweza kukikaa pale kwa njia ya kutosha. Naomba tuende kipengele kingine sasa, ambacho nafikiri kitakuwa ni cha maana pia hapa. Kwa hiyo tushapata ya kwamba sheria ya Mungu ni uzima, sawa? Na uzima wake asili yake ni nini? Ni upendo. Hivi naomba turudi nyuma kidogo. Tulianza kwenye nukuu hii kwa Waadventista. Nafikiri ukifungua kitabu kinachoitwa Wazee na Manabii, paragraph ya kwanza tu kabisa, sentence ya kwanza inasema kwamba God is what? Is love. Ukifungua tu pale inafunga, yani hiyo ndio sentence ya kwanza, na nafaa kila mtu aishike tu hivyo hivyo. Inaanza tu inasema kwamba God is love, hivyo tu. Alafu napenda kitabu cha nini, cha Yohana 1:4-16. Yeah. Baada ya hapa anasema his nature, his law, is love. Sawa? Kumaanisha nature yake ni sheria yake, ambaye sheria yake ni upendo. Okay. Hapa paragraph 1 tu, yani mwanzo ya chapter ya kwanza. Mbona dhambi iliruhusiwa? Ni sura ile ya kwanza. Kwa nini dhambi iliruhusiwa? Anasema Mungu ni pendo. Ananukuu Yohana wa kwanza, waraka wa kwanza wa Yohana, sura ya 4 aya 16. Asili yake, sheria yake ni upendo. Bas, tosha hivyo tu. Hiyo ndio sentence hiyo. Kwa hivyo unaweza anza hivi kwamba asili ya Mungu ni nini? Ni sheria, vile ambayo imepangwa hapo. Asili ya Mungu ni nini? Ni sheria. Na asili ya sheria ni upendo. Kwa hivyo asili ya Mungu ni nini? Ni upendo. Aya, kwa hivyo unasema pia kwamba asili ya sheria ni nini? Ni upendo. Ni upendo. Sawa? Kwa hivyo tunapozungumzia asili ya sheria ni upendo na asili ya Mungu ni upendo. Kwa hivyo hawezi tenganisha sheria na nani? Na Mungu. Unajua? Ninafikiri ikiwa asili ya kitu haijulikani, ni vigumu kutatua tatizo mahali kwenye hicho kitu. Yaani kama uwezi kujua namna ambavyo, kwa mfano unakuta tuseme kuna teknolojia zinatujia kama za simu kama hizi. Sawa? Sijawahi kuona wale ambao wanatengeneza hizo simu wanakuja kufanya semina kwa mafundi jinsi ya kuzitengeneza. Ila mafundi wale, kwa sababu wanajifunza, wakishaelewa namna ambavyo hii kitu inavyo operate, wakishaelewa circuit zake ndivyo operate, ndipo anaweza kuitengeneza bila kwenda China kwenye kozi ya kujifunza kutengeneza nini simu, au kwenda kwenye
kwenda Marekani au kwenda Uingereza. Kwa hiyo ni vigumu kutatua kesi inayomhusu Mungu kama tuwezi kujua asili ya nini? Asili ya Mungu. Unaona? Tunapozungumza asili ya Mungu ni vizuri mtu akaelewa, atuzungumzie, hatuna maana ya material iliyotengeneza Mungu. Yeah. Yaani tunaizungumza kama ambavyo tumefunuliwa katika maandiko. Yaani kwamba asili ya Mungu na asili ya sheria ya Mungu ni moja. Then Mungu sasa yeye akiwa amebaki mbinguni invisible kama sisi hatumuoni, ametuteremshia sheria katika ni simple, sisi tujue ni simple. Ili sheria hiyo namna inavyo operate tutaweza kuelewa namna Mungu anavyofanyaje, anavyo operate bila kuishi naye. Si ni hivyo hivyo? Sasa kimsingi pale inapofikia tunapata mgogoro kuelewa namna Mungu anavyo operate mambo au atakavyo operate kesho, tunashindwa wapi kujua aliyakuwa tayari tumepewa sample, sawa? Ya namna Mungu vile pale Mungu anapoanzia mpaka anapoishia kwenye kuoperate tabia yake, yani tukaambiwa kabisa haiwezi kubadilika kwa nukta wala kwa yodi. Sasa hapo kunakuwa na ugumu gani tena? Swali nzito, kulijibu ni ngumu. Yaani ugumu hapo unatoka wapi kama tumeshapewa hivi? Labda mimi nifikiri tunaathiriwa na yale mazoea ya tabia zetu, kwa sababu sisi sio waaminifu, sawa? Yani tabia zetu hazina guarantee. Ila tabia kwa hiyo ni mwendo ule wa shetani kuvisha ile tabia zetu kwa nani? Kwa Mungu. Kwa Mungu. Lakini maandiko yanasema hivi, kama sisi hatudumu wa kuaminiwa, sawa? Yeye hudumu kuwa wa nini? Wa kuaminiwa. Si ndio maandiko yanasema vile? Kuna maana nafikiri anasema hivyo. Yeye hudumu kuwa wa kuaminiwa, si kama ataipata hii. Timotheo wa pili. Anasema kama tukistahimili, Timotheo wa pili 2:12 hadi 13. Kama tukistahimili tutamiliki pamoja naye. Kama tukimkana yeye naye atatukana sisi. Anasema kama sisi hatuamini, yeye hudumu wa kuaminiwa. Kwa maana hawezi kujikana mwenyewe. Naam. Unaona, sasa kujikana mwenyewe isiwe ya shetani kwa Mungu ajikani. Yaani kwa maana kwamba yeye Mungu hawezi kufanyaje? Hawezi kubadilika. Amina. Sasa ningelipenda tuweke kipengele kingine. Tushapata vitu ambavyo nafikiri sijui kama muda uko katika katika pati hii ya pili kuhusu sheria ya Mungu. Yaani hicho hatujafunga. Yaani tufanye kufunga hiyo ni session nyingine. Haya, funga basi. Wewe hapo kwa tulichoeleza. Sawa. Kwa hiyo mtazamaji, tunapoendelea kwenda pamoja katika mfululizo wa majifunzo yetu, ikiwa tumebaini kwamba sheria ya Mungu, tunaita sheria ya Mungu ni kwa fungu tulioanza nalo, ni chemichemi ya uzima ambayo ipo kwa ajili ya kutuepusha sisi na mauti. Sasa haiwezekani yule ambaye yupo kwa ajili ya kukuepusha na mauti alafu awe anageuka tena ndiye anakuletea nini? Mauti. Ninafikiri kunafikia mahala tumepata kitu. Katika session hii tunayomalizia tumeona kwamba sheria ile ambayo Lucifer alipambana nayo mbinguni, sheria hiyo ndiyo uzima. Na kwa fungu letu liloanza nalo la mistari 13-14 inatuambia kwamba ni chemichemi ya uzima kwa ajili ya kuepusha na tanzi za mauti, yani mitego ya mauti. Kwa hiyo tukianzia hapo na tukaongezewa kwamba asili ya hiyo sheria na asili ya Mungu ni moja. Kwa hiyo ndo kusema kazi ya Mungu pia ni kuepusha viumbe wake na mauti. Sasa maandiko yametukazia kwamba
jicho moja haliwezi likatoa chemichemi mbili. Kisima kimoja akiwezi kikawa na maji matamu na hapo hapo maji machungu. Au ni sawa na kusema jagi moja la maji ya kunywa, huwezi ukawa na mimina humo unatoa maji machungu na humo unatoa maji matamu. Na tukaambiwa kwamba ndivyo Mungu alivyo. Tukakaziwa kwamba Mungu habadiliki wala hana kigeugeu na wala hajikani. Yaani Mungu haiwezi kujikataa akabadilika akasema mimi sio hivyo. Hicho kitu akipo. Vile alivyo Mungu jana, leo na hata milele, ndivyo alivyo na ndivyo Kristo pia alivyo. Kwa hiyo sio vigumu kujua mwenendo wa Mungu atakachofanya kesho katika mwelekeo wa tukio fulani. Sio rahisi kutojua. Kwa hiyo tumefunga mpaka hapo, tukijua kwamba sheria ya Mungu ni uzima na haibadiliki, na asili yake ni moja na asili ya Mungu. Bwana akubariki tunapoendelea kutafakari hayo. Nikukaribishe tuungane wakati mwingine katika kipindi kingine.